Mtazamaji wa Misalaba Media, kwanza ni kukumbushe kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel yetu, hakikisha una subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tunakuwa tunakusogezea. Na katika siku ya leo tumemtembelea mmoja wa wafanyabiashara katika mkoa wetu wa Shinyanga, na atatueleza kwa undani kabisa anajishughulisha na biashara zipi, pengine mpaka sasa hivi kuna hatua gani za mafanikio ambazo amezifikia. Habari ya kwako? Salama kabisa. Unaitwa nani, lakini pia natamani moja kwa moja uweze kuwafahamisha Watanzania unajishughulisha na biashara gani? Kwa majina yangu naitwa Gerard Rogers Mshana. Najihusisha na biashara ya uuzaji wa magari, nyumba na viwanja na vitu vingi ambavyo vipo kama uuzaji, usambazaji wa vifaa vya maabara, agriculture, vifaa vya kilimo na ufugaji na usindikaji wa nafaka. Una uzoefu kwa takriban miaka mingapi? Kwa sasa nina uzoefu kwa miaka mitatu. Kuanzia mwaka 2020 ndio nimeanza hii kazi mpaka leo 2025. Sawa, takriban miaka mitano hivi. Pengine kabla huku kuanza hii biashara ya kusafirisha magari kabla kuanza hii biashara, pengine ulikuwa unajishughulisha na nini? Mimi ni mwajiriwa. Nimeajiriwa katika ushirika wa KKT Ebeneza. Nimefanya hii kazi, ni kitu ambacho kilikuwa kiko ndani ya moyo wangu muda mrefu sana. Kwa hiyo nilijaribu mara nyingi nikana shindo, lakini mpaka hapa nilipofika namshukuru Mungu. Unaweza ukaelezea kwa ufupi pengine historia yako ili waweze kufahamu Watanzania ni mwenyeji wa wapi, na pengine Shinyanga rasmi baada ya kumaliza shughuli zako za kawaida ulianza issue za kibiashara muda gani? Pengine tuanze kwanza kwa kufahamu historia yako. Historia yangu, mimi ni mzaliwa wa hapa pa Shinyanga. Ila sisi kwetu ni Kilimanjaro. Wazazi wangu ambaye baba yangu na mama wote wako hapa Shinyanga. Nimekulia hapa Shinyanga na nimefanya kazi hapa pa Shinyanga. Na nimesomea hapa pa Shinyanga. Kwa hiyo mpaka nakuja kuajiriwa hapa na kuendelea na shughuli zangu mbalimbali ambazo nilizoanza nazo mwanzo. Biashara nimeanza muda mrefu kabla sijafikia katika hatua ya kufungua kampuni. Yes, nilianza biashara ya hoteli, lakini nikaona haikunipeleka mahali popote. Kwa hiyo nikabidi nifungue kampuni ambayo ndio leo nimekuja kunihoji na kuweza kuitambulisha kampuni yangu rasmi. Sawa, ulianza na biashara zingine tofauti kabla kampuni hii kuanzisha. Ni baada ya kuanzisha hizo biashara, ni changamoto zipi ulikutana nazo na ukaona sio sehemu yako? Changamoto ambazo naweza kukutana nazo katika biashara za mwanzo ni watu ambao nakutana nao, na pia baadhi ya wafanyakazi ambao niliokuwa na waajiri kufanya nao kazi. Kwa hiyo hawakuwa waaminifu sana. Kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kutokana na vijana ambao niliokuwa nao mwanzoni. Kabla kuendelea, natamani nifahamu kama kijana na kutazama ama mwananchi wa kawaida Mtanzania, swala la uaminifu kwenye kazi likoje? Lina umuhimu gani? Lina mchango gani? Linaleta hali gani hasa kwa bosi wako ama mwajiri ama tuseme bosi wako? Uaminifu kwanza unajenga unakujengea watu zaidi au unakuletea watu zaidi, na pia uaminifu unakufanya watu wakuamini. Kwa hiyo usipokuwa mwaminifu watu hawezi kukuamini. Kwa hiyo unapokuwa mwaminifu watu wanakuamini, wanakupa kazi na unafanya kazi kwa uaminifu, na inakutengenezea jina pia. Tuseme unapoona watu maarufu wamefanikiwa au wafanyabiashara maarufu wamefanikiwa kutokana na uaminifu. Mimi nikupongeze kwa sababu ulikuwa na wazo la kutengeneza ajira kwa watu, lakini wale ambao ulitamani kuajiri ndipo hawakuona kama sehemu yao ya ajira. Ni kweli, na mpaka sasa kazi hiyo ninayo. Na vijana pia ninawahitaji katika kufanya nao kazi kwa sasa. Sawa, tuanze na biashara yako hii ya kampuni, hasa kwenye kuuza magari. Utaratibu unatumia utaratibu gani hasa? Mchakato ukoje kwa mtu na mpaka mtu akapata gari yake? Tueleze kwa undani kabisa kwenye hii biashara ya magari. Unafanyaje? Sisi tunaagiza. Kwa hiyo mtu yote atakayehitaji gari kutoka kwetu, kutoka kwenye kampuni ya Jimros General Supply Distributor, sisi tunaagiza kutoka Japan mpaka hapa Tanzania. Na tukishapata mteja tunamletea gari
atalipa nusu, 40% za mwanzo, alafu zile atakuja kumalizia baada ya gari kuipokea. Yes. Sawa. Mnaagiza Japani pengine kwa kushirikiana na pengine na kampuni gani kule ambayo pengine ni sehemu ya uaminifu? Sehemu ambayo tunafanya nao kazi ni SPT Japan. Ndio tunafanya nao kazi mpaka sasa. Sasa moja ya magari ambayo pengine mnajihusisha nayo ni yapi ambayo unaweza kutaja na umuhimu wake? Magari ambayo tunaoagiza ni magari madogo. Mtu akihitaji Toyota Raum anapata, akihitaji Kuga anapata, akihitaji BMW anapata, akihitaji lori anapata, akihitaji basi, minibus ya mashule anapata. Na magari mengine makubwa ambayo kama ya serikali kama Land Cruiser LX Land Cruiser LX 300, na akihitaji Lexus zipo ambazo ni Lexus 570 zipo, Lexus LX 600 zipo, LX 700 zote zipo ambazo kihitaji zinakuja na zina bei tofauti tofauti. Okay, magari used. Najihusisha na magari used pia. Ambapo magari used ambayo nilionayo kwa hapa Shinyanga. Kwa magari used pengine utaratibu koje kwa mtu anayehitaji hasa, na mimi yanapatikana wapi zaidi? Magari used ninayo mimi mwenyewe. Akija hapa ofisini kwangu namuonyesha gari, ataiona, ataikagua, ataipenda. Gari nilizonazo ni mbili tu. Nina Toyota Harrier na Toyota Kuga ambazo ni used. Ambazo unazo kwa sasa? Ndio. Lakini kwa baadaye pia zinaweza zikapatikana zingine. Kwa baadaye zinaweza zikapatikana zingine kwa wingi. Sawa. Natamani nifahamu sasa kwenye magari used yanapatikana hapa Shinyanga. Magari mengine used yanapatikana hapa Shinyanga. Ndio. Sawa. Ni biashara nyingine ipi ambayo unajihusisha nayo? Biashara nyingine najihusisha na real estate. Uuzaji wa nyumba. Yes. Na kwenye uuzaji wa nyumba huwa utaratibu wako ukoje? Yaani kwanza huwa unatafuta watu ambao wanauza nyumba, unaingia makubaliana nao ama inakuwaje? Ndio, natafuta na tunaingia makubaliano nao kupitia kwenye kampuni, na tunaenda tunatembelea site, tunaangalia nyumba zao, na tukishazikagua tunazipiga picha, tunaposti. Tukipata wateja basi wanakuja hapo ofisini, tunawapeleka site, wanakagua, wakiridhika tunafanya biashara. Kwa hiyo ni kuuza viwanja na nyumba kwa sasa hivi? Ndio. Na unaweza kutaja baadhi ya nyumba ambazo unajua baadhi unazo? Ndio, nyumba ninazo. Kuna nyumba moja ambayo iko Ugweto, ambayo nyumba ina viwanja viwili, kuna mbele na nyumba. Kama takriban na gharama zake zikoje? Kwa jumla ile nyumba naweza tukaiuza kwa milioni 108, lakini mazungumzo yapo. Nyumba ya mbele ambayo ina vyumba vya yaani mule ndani kuna lile eneo lina nyumba za wapangaji pia. Ndio. Na wapangaji wapo. Ni nyumba zingine zipi ambazo uko nazo? Nyumba ambayo nyingine ninayo mtaa wa Moleka, karibia na kanisa la Soloam ambayo inauzwa 110, ambayo ina vyumba vitano vya kulala. Ndio. Na nyingine iko Lubaga mkabara na barabara ya kuelekea Shaipark, yenyewe inauzwa milioni 110, ina eneo kubwa na yenyewe ina vyumba 3 vya kulala. Lakini pia nyingine ipo Bushushu karibia na mkabara na shule ya sekondari Com, yenyewe pia inauzwa milioni 90, ina vyumba 4 vya kulala na pia ina eneo kubwa la kuendeleza ujenzi. Lakini mazungumzo yapo? Mazungumzo yapo. Na mtu anaweza akalipia kidogo kidogo? Anaweza kulipia kidogo kidogo. Lakini anaweza kalipia kidogo kidogo, atakapomaliza tunamkabidhi nyumba yake. Sawa. Na hii pia huwa kwa mtu ambaye pengine ana nyumba yake, ana eneo lake, anataka kuuza, kwa hiyo nini cha kumshawishi zaidi? Awasiliane nasi. Tutatafutia mteja, tutamuuzia nyumba yake na kiwanja chake. Sawa. Tofauti na viwanja na nyumba, unajishughulisha pia na biashara zingine zipi hapa mjini? Biashara zingine ambazo najihusisha ni nafaka. Yes, nafaka. Chele, unga na kadhalika. Una duka ama inakuwa? Duka yapo. Niseme kwamba eneo la kuhifadhia nafaka lipo. Kwa hiyo mtu akihitaji, sisi akihitaji kama anahitaji kilo 100 za mchele, anahitaji kilo 100 za mahindi, akihitaji mpunga, unapatikana. Unauza kwa bei za jumla? Ndio. Nauza kwa bei ya jumla.
Sawa. Tofauti na hiyo nini kingine tena? Tofauti na hiyo tuna laboratory equipment. Yes, ambao tuna vifaa vya maabara. Pia mtu tukipata kazi tunafanya hiyo kazi, tunaweza kusupply kazi hiyo. Katika utaratibu upi? Utaratibu ni wa kutuletea sample ambao wanahitaji, watalipa asilimia kidogo, tunahakikisha tunaleta mzigo, wakisha ukagua mzigo basi watakamilisha ile malipo ambayo yalikuwa yamebakia. Hapo umelenga zaidi kundi la pengine la watu ambao wana maduka ya dawa. Kuna lugha muhimu, kuna lugha huwa inapenda kutumia kwa madawa muhimu kwa wale wenye maduka binafsi. Maduka binafsi, mashule na sekta, hata hospitali pia binafsi na za serikali pia, wakitupa kazi sisi tunafanya kwa uaminifu kabisa. Ndio. Tofauti na hapo kuna nini kingine unajishughulisha nayo? Katika kampuni yetu na sekta nyingi, ziko kama 9, lakini nitasema tu chache ambazo tunazozifanya, zingine sitaweza kuzisema kwa sababu bado hazijaingia kazini, ziko kwenye mchakato. Huduma nao nyingine nafanya ni masuala ya usafi. Yes, ambayo tunaita Jimrose smart washing. Ni masuala ya usafi ambao tunajihusisha na masuala ya usafi wa nyumba kwenye makampuni. Kwa hiyo wakitupa kazi sisi tunafanya. Ni katika utaratibu gani? Yani kwenye usafi kwamba pengine kusafisha ofisi ama kudeki, kufanya nini katika utaratibu gani? Kudeki, kutoa vumbi kwenye ukuta, kuhakikisha tunasafisha madirisha yote yanakuwa safi. Zile kama dirisha linakuwa lina nondo, tunahakikisha nondo zote zimesafishwa, zimetolewa buibui, zinakuwa safi, zinang'aa. Na ambao wana makampuni tunatoa mabuibui kule juu, tunasafisha vizuri kabisa. Na ambao labda wanahusisha labda wana makampuni ya mafuta, sisi tunakusanya yale mabaki, tunatoa na tunafanya usafi vizuri kabisa. Katika huduma hii pia hata kwenye familia pia mnaweza mkafanya? Tunafanya hiyo huduma. Wakituhitaji wanawasiliana nasi, tunafanya hiyo huduma pia. Na huwa ni bei za makubaliano? Ndio, tunakaa mezani tunazungumza. Tunapatana kwenye nyumba pia kuna bei zake, kwenye makampuni tuna bei zake, kwenye maofisi kama labda wa CRDB wakituomba, NCCF wakituomba, TRA wakituomba, kuna bei zake. Sawa, pengine kwa mtu ambaye atahitaji kufanya kazi na wewe anakupataje? Atanipata hapa ofisini na pia mawasiliano yapo. Ndio. Unaweza kumtajia mawasiliano yako? Mawasiliano ni 0678862545. Ndio. Sawa, pengine kuna fursa zingine zipi vijana ama Watanzania wanaweza kunufaika navyo kwako? Hujaona kama sehemu pia ya kutengeneza ajira kwa watu wengine? Kiukweli nahitaji vijana kwa sababu majukumu yananizidia na nakuwa niko peke yangu kama mimi mwenyewe mhusika. Kwa hiyo ninahitaji vijana wa kufanya nao kazi. Nahitaji vijana waje tufanye kazi ili na wenyewe waweze kujiingizia kipato. Ndio. Sawa. Pengine neno lolote kwa Watanzania ambao wanakutazama muda huu? Ninaomba Watanzania wenzangu ni support katika biashara yangu. Waigizaji wa magari mapya na used yanapatikana kwenye kampuni ya Jimrose General Supply and Distributor hapa Shinyanga. Mimi na waomba sana, nitafanya kazi kwa uaminifu tukishirikiana pamoja nanyi. Asante. Sana, nakushukuru sana. Mtazamaji wa Misalaba Media, naamini umepata hasa kile ambacho ulikuwa ukitafuta muda mrefu. Pengine ulikuwa unahitaji mtu wa kukuagizia bwana gari yako mpya ama ambayo imetumika kidogo, ambayo naamini kwa bei nzuri, lakini pia gari ambayo imetumika na ina ubora ambao unastahili kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Na ndivyo tutatamatisha kipindi chetu katika siku ya leo. Nikuombe pia endelee kufuatilia habari zetu na vipindi mbalimbali kupitia channel hii ya Misalaba Media. Asante sana. Katika kila chupa ya bia tunayozalisha kuna historia, uangalifu na ubora.
Galberg Malt Lager, Hanson Light Lager, Hanson Dry na Basembi Extra Lager. Ni zaidi ya bia, ni bidhaa zinazokuleta karibu na urithi wa Tanzania na ladha yenye hadhi. Kwa wale wanaopenda pombe kali, East African Spirit inajitolea kwa moyo kutoa bidhaa zinazofikia hadhi ya kimataifa. Hanson Choice Blend na Diamond Lock-In ni bidhaa zinazoleta ladha safi na bora kwa kila tone. Ubora wetu ni msingi wa kila hatua tunayochukua. Tumejipanga kudumisha ubora na kufuata viwango vya kimataifa ili kuhakikisha bidhaa zetu ni salama na zinafurahisha wateja wetu. Karibu kwenye dunia ya ladha safi, ubora wa hali ya juu na huduma iliyo bora.